Khutba yangu itahusiana na Suratul Baqara katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Suratul Baqara moja katika sura zilizoko katika Qur'an, atwali sura fil Qur'an. Sura ndefu zaidi katika Qur'an ni Suratul Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameishteremsha sura hii ikiwa na mafungamano makubwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuhal muslimun, ya ayuhas saimun, ya ayuhal ashiquna lilquran, hakika katika Suratul Baqara kuna alaka ya ajabu sana na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wingi tumeanza kusoma Suratul Baqara tukaingia katika sura nyingine. Leo nataka tujaribu kuimulika hii ni Suratul Baqara na uhusiano wake na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kila mmoja aifahamu kwa fahamu zake, lakini anayefaulu ni yule mwenye kuizingatia Suratul Baqara, wala haisikii kama ni mfano tu wa sura ya Qur'an na kujipumbaza kwa yule anayesoma ile Qur'an. Lakini hapa nimeona nipatilize nimulike hii Suratul Baqara, mafundisho gani muhimu yaliyoko katika sura hii. Mmoja ikiwa ni katika Nawadir alimwendea Sheikh akamwambia, alimwambia Sheikh kwa ya Sheikh, uridu an atuba walakin la astati', nataka kutubia lakini siwezi, kila ninapojaribu kutubia haiwezekani kutubia. Faqala lahu alayka bil baqara, akamwambia haya basi, kama huwezi kutubia tukua ng'ombe. Yule bwana, Baqara Kiarabu ni ng'ombe, akaenda kutukua ng'ombe, akamwambia ya Sheikh adhbahuha, ni ntinde ng'ombe? Sheikh akamwambia faqala la tadabbar suratul Baqara, zingatia Suratul Baqara fa innaha tutahhiru alqalba. Ikiwa wewe wataka tauba ya kweli na umeingia wataka kuingia katika ashr alawakhir, utakuwa ni wenye kuachwa huru na moto wa jahannam, alayka bi suratul Baqara fa innaha tutahhiru alqalb wa tunazzihu an-nafs, yatahirisha moyo na iepusha nafsi na kila zile sifa mbaya, wa tuqarribuka ila Allah, na inakukurubisha wewe kwa Mwenyezi Mungu. Faqala fa'alt, asema yule bwana alipofundishwa na alipoambiwa na yule shekhe pale pale akafanya. Asema fa ahbabtu rabbi, kuanzia siku hiyo nilipoanza kuishika Suratul Baqara nikaanza kumpenda Mola wangu. Wa asbaha siyamu ladhidhan, ikabadilika ile saumu badala kuwa ni kitu uchungu na kitu cha kusumbua ikawa ni ladhidhan, ina taste tamu. Wal Qur'anu nuran, Qur'ani ikawa ndio nuru katika maisha yangu. Wal qiyamu qurba, na kusimama usiku ikawa kwa ni kurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadallah, fi Suratul Baqara, katika sura hii ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika aya 186, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idha sa'alaka, pindi akikuuliza wewe ewe Muhammad, ukiulizwa akikuuliza mja wangu, basi mwambie fa inni qarib, mimi niko karibu. Aya hii ina maana kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko karibu sana na wewe, japokuwa wewe labda na mimi tuko mbali na Mwenyezi Mungu, lakini yeye hayako mbali na sisi, yuko karibu sana na sisi. Katika makumi ya mwisho ya mwezi mtukufu Ramadhan na katika masiku, yanzilu Rabbu tabaraka wa Ta'ala, ateremka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumesoma katika Suratul Baqara Mwenyezi Mungu asema nini? Fa inni qarib. Katika masiku haya ambayo kwamba yatarajia ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhan, msikilize Mwenyezi Mungu afanya nini. Fa yaqulu hal min sa'ilin, yanzilu Rabbu tabaraka wa Ta'ala, anateremka Mola huko akisema hal min sa'ilin fa u'tiyahu, je kuna mtu anahitaji chochote nimpe? Wa hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, je kuna mtu anayetaka msamaha niweze kumpatia msamaha wangu? Hii ndio Suratul Baqara yatufundisha sisi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika masiku matukufu ya mwezi huu wa Ramadhan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kuna hikma kubwa sana hapa. Idha kunta tabtaghi laylatul qadr, ikiwa wewe wataka kweli laylatul qadr, fabda bi Suratul Baqara, anza kusoma Suratul Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatawalia wale wenye kuamini, awatoa kutoka kwenye giza, kwenye dhiki, kwenye shida, kwenye matatizo, ila nur, akiwaingiza kwenye nur. Hal hunaka aya afdal min hadhihi, je kuna aya nyingine iliyo bora zaidi ya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitueleza wazi katika Suratul Baqara? Faj'al ramadhanaka nuqtata tahawul, ewe Muislamu, ewe unaonisikiza khutba yangu, jalia kuwa Ramadhani yako ndio ni point ya mabadiliko.
waj'al 10 al-awakhir sulaman, jalia kwa masiku ya mwisho haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio ngazi yako lilfauzi bi lailatul qadr, uweze kufaulu kuipata lailatul qadr. Waj'al suratul baqara nuran liqalbik, jalia suratul baqara ndio nuru ya moyo wako. Mimi leo nataka kila mtu akitoka hapa aende akaisome suratul baqara, ashikamane na suratul baqara, aipende suratul baqara. Fafiha qala rabbuna jalla wa ala, katika suratul baqara ndio Mola alisema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavozungumza na sisi, anavotulingania Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fandhur kaifa tarbitu au kaifa tarabutu baina suratul Baqara was-siyam, vipi ufungamano mkubwa wa suratul Baqara na saum, kaifa ufungamano mkubwa baina ya saum wa taqwa, baina ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa baina al-Qur'ani war-rashad. Angalia fungamano mkubwa ulioko baina ya Qur'ani na uongofu. Bila shaka ni sura ambayo kwamba yafaa kila mmoja zingatie. Hadathana ahadu salaf, moja katika wema walituelezea kuwa anna rajulan kana fi shahri Ramadhan, kulikuwa na bwana mmoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, yastaghilu layali biqiraati surati al-Baqara, kwa kijishughulisha mno kusoma hii suratul Baqara katika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Falamma dakhalat al-ashr al-awakhir zada tashawuquhu, ilipoingia au zilipofika au iliposikilia 10 ya mwisho ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, zada tashawuqu, akaongeza ile hamu yake na shauki yake ya kuisoma suratul Baqara. Alipofikia wapi? Katika sema katika fi lailati sabi'a, katika siku ya 7, yani 27, alisoma ile aya inayosema wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Aliposema Nabii Allah Ibrahim, ewe Mola, jalia huu mji wangu uwe ni mji wa amani. Baka, hapo ndipo alipozingatia na akawa analia mno katika sura hiyo, katika aya hiyo aliposoma rabbi ij'al hadha albalada amina. Asema alilia sana. Alilia kwa sababu gani? Asema rabbi ij'al qalbi aminan fi lailatul qadr, akisema ewe Mola, jalia moyo wangu uwe utakuwa na amani katika usiku wa lailatul qadr. Hivi ndivyo yafaa tunaposoma sura katika Qur'an, hivi ndivyo inapofaa tunaposoma suratul Baqara. Naqifu bi kulli ayatin minha, tusimame katika kila aya iliyoko katika sura kama hii. Fakanat lailata qadrihi wa ahsana fi qalbihi nuran la yutfi'uhu shay, ikawa ni mfano wa kuweza kupata lailatul qadri katika siku ile, na ikabakia aya hii ndogo tunaiona rabbi ij'al hadha albalada amina, ikawa kila siku anaifikiria na kila siku anaiwaza na kila siku anaizingatia aya kama hii. Kuna hikma kubwa sana katika sura hii ambayo kwamba ni sura ya kila mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Suratul Baqara hiya suratul ruhu wal badan, sura hii ndio sura ya roho yetu na kiwiliwili chetu. Fiha siyamul badani wa fiha nuru ruh, ndani kuna kufunga kwa mwili na ndani yake kuna nuru ya roho zetu. Fabiha dhukira ad-du'a fi awsati ayami siyam, fafiha dhikru ad-du'a fi awsati ayati siyam, kumetajwa dua, kuhimiza dua katikati ya masiku ya saum. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu katika masiku ya haya, masiku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha al-ahibba, laqad dakhalna asrafa ayami Ramadhan, tumeingia na tumekurubia kuingia katika masiku matukufu zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa hiya al-ashru allati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yujafi fiha al-firash wa yashuddu al-mi'zara wa yuqidhu ahla, siku ambazo kwamba mtume alikuwa akikambali na firashi lake, siku ambazo kwamba mtume akiwaamsha familia yake. Siku nyingine ni siku za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fa kaifa nudhayyuha fi sahri wa aflam, vipi tutapoteza siku hizi tukawa sisi twakesha kwa mambo ya kipuzi? Bal isitoshe siku watokesha tu, bali tuangalia filamu ambazo kwamba zingine hazimridhishi Mwenyezi Mungu na mtume. Kwanza, vipi tutaweza kuzipatiliza siku kama hizi? Biqiyamil layli, kwa kusimama usiku. Thaniyan, bitilawati alquran, kusoma Qur'an.
wala siyama suratul Baqara, hasa katika suratul Baqara. Fa inna fiha barakatun la tuqaddar, kwani ndani ya suratul Baqara kuna baraka na kufanikiwa na kubarikiwa katika maisha yetu ambapo kwamba hakuwezi kukadiriwa. Qala nabii sallallahu alayhi wasallam, iqra'u suratul Baqara, someni. Ametusitiza mtume sallallahu rabbi salamu alayhi tuisome suratul Baqara, na kuiwata suratul Baqara ni hasara, na kufungamana nayo ndio uwerevu. Tukithirishe kusujudu, fa huwa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, hakuna wakati mja huwa karibu na Mola wake kama pale anapokuwa katika sijda. Tufanye amali nyingine nayo ni al-i'tikaf wa iqamati al-qalbi ma'a Allah. Siku hizi ndo siku za kukaa i'tikaf na kusimamisha moyo wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusisahau dua alofundishwa na Aisha, kila saa na wakati tuisome dua ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wa mtume alimfundisha Sayyidatuna Aisha bwana mtume kumfundisha dua ambayo kwamba min a'zami dua. Nayo ni dua gani? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii yafaa kila muislamu kila saa kila wakati aikariri mpaka aye itakuwa ndio chakula chake wakati atapokuwa amefunga. Katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo alipotaja kisa cha Talut na Jalut, kisha akaeleza faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kisome chikiso kwa uzuri, ukizingatie Mola Subhanahu wa Ta'ala wale kaum aliwapa mtihani akiwaambia kuwa yoyote mwenye kula, yoyote mwenye kunywa maji pale walipopita katika ule mto, basi huyo si katika mimi, na yule ambaye kwamba hata kaikunywa basi huyo ni katika mimi. Ewe ulofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, hani'an lak, kwa wewe umefuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu anakuambia anta minhu, wewe ni katika yeye. Na yule ambaye kwamba hakufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, anta falasta min Allah, wewe si katika Mwenyezi Mungu, si katika watu wa Mwenyezi Mungu. Watu wa Mwenyezi Mungu ni wale watakao kufunga kisawa sawa, wale ambao kwamba watakao kufunga ilhali ikiwa ni imanan wa ihtisaba. Ewe Mola, tujalie sisi ni katika wale ambao watakao kusimama katika Lailatul Qadr. Utujalie na sisi ni wale watu ambao kwamba watakao kufungamana kuisoma suratul Baqara. Atujalie sisi ni katika wale watu ambao kwamba watakao kushikamana na Qur'an. Atujalie sisi ni katika wale watu ambao kwamba tutakao kusimamisha usiku wetu kwa dhikr. Ewe Mola, tukuomba tutakabalie somo zetu, zile tulozifunga ni nyingi kuliko ambazo kwamba zimebakia. Ya Rab, tukuomba kwa siku hii ya leo ya Ijumaa, tukitaraji ndio Ijumaa kabla Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, usitutoe katika msikiti isipokuwa dhambi zetu zimesamehewa. Ya Rabbi, tukuomba kwa siku hii tukufu ya Ijumaa, jalia majumba yetu yawe yatakuwa yenye kunawirika kwa Qur'an, yenye kunawirika kwa adhkar, yenye kunawirika kwa qiyamul layl. Ya Rab, wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikia kurudi nyuma wakati huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, ya Rabbi usiwarudishe tena katika maovu baada ya mwezi wa Ramadhan. Ya Rabbi, wale walotubia, basi ya Rabbi tutakushuhudiliza kuwa wametubia kwa ajili yako. Ya Rabbi, basi usiwarudishe tena kwenye makosa waliokuwa wakiyafanya. Ya Rabbi, tukuomba watoto wetu, ya Rabbi wahifadhi watoto wetu, ya Rabbi walinde watoto wetu, fitna zilojaa katika miji yetu, ya Rabbi waweke mbali watoto wetu na madrugs, ya Rabbi waweke mbali watoto wetu na munguka, ya Rabbi waweke mbali watoto wetu na mirungi, ya Rabbi waweke mbali watoto wetu na bangi, ya Rabbi waweke mbali watoto wetu na makokeni. Ya Rabbi, hakuna fitna ambayo kwamba tutaraji kwako wewe ya Rabbi kama kutuondoshia janga hili la mihaddarati ambayo kwamba haikubakisha chochote katika miji yetu isipokuwa imeharibu. Ya Rabbi, tukuomba, tukuelekeza haja zetu kwako wewe ya Rabbi. Waongoze viongozi wetu, watosheke ufisadi, uondoshe ufisadi katika nchi yetu ya Rabbi. Waongoze viongozi wetu katika khairi ya Rabbi, washike mikono, waepushe na kila mabaya ya Rabbi, wafanye wao watakuwa ndio sababu ya kuongoka kwetu ya Rabbi. Ya Rabbi, maisha yamekuwa magumu ya Rabbi, viongozi wetu watie imani, watambue kuwa sisi twaishi kipindi kigumu katika maisha yetu ya Rabbi. Zisikhafifishe bei za vitu ya Rabbi. Ya Rabbi, tengeneza hali zetu ya Rabbi. Ya Rabbi, tukuomba kila aliyekuwa mgonjwa mpe afya, kila aliyekuwa hospitalini mteremshe katika hospitali salama salimina katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan na baraka ya saum. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie ni wale wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.